Jana nimeona video zinasambaa mtandaoni za rais wa Marekani Trump akiondoka kwenye mahojiano katikati ya mahojiano. Trump alikimbia interview. Amekimbia nini? Alikimbia interview Trump. Yaani kama mtu aje kwenye interview mwa sepe. Amelimwa maswali Trump mbona maswali bana magumu haya. Trump anashindwa kuiga mfano wa mama. Wewe. Mama anapiga maswali amejibu vizuri tu. Wewe ukutane na Odemba. Akuoneshe mpaka VAR yako. Akuvutie, huyu ni wewe. Na wakati ambako anaondoka kabla hajaondoka alikuwa anasema kwamba ABC, CNN, nyinyi wote lenu ni moja. Na akaita pumbavu. Amewaita hivyo. ABC, CBS na CNN. Sasa kwamba wapumbavu. Hii inamaanisha nini jamani kwa vyombo vya habari vya Marekani na uhusiano na rais wao? Rais wa Marekani, ngoja niisome taarifa yenyewe. Donald Trump alikata mahojiano kwa ghafla baada ya kubadilishana maneno na mwandishi wa habari Kristen Welker. Katika mazungumzo hayo Trump amevikosoa baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani akivituhumu kwa upendeleo na kutokuwa waaminifu. Upendeleo gani? Na hapa naomba nimnukuu. Wewe una upendeleo. Na ndio ilivyo kwa ABC, CBS na CNN, alisema Trump. Baada hapo alimaliza mazungumzo kwa kusema tuishie hapa. Nimechoka. Asante mpenzi. Uwe na wakati mzuri. Kabla ya kuondoka licha ya jitihada za Welker kuendelea na mahojiano. Tukio hilo limezua mjadala mpya kuhusu uhusiano wa Trump na vyombo vikuu vya habari nchini Marekani. Unajua shida ya Trump, Jamal na Hassan ni moja. Yule anajua taarifa zake, vyombo vya habari haviwezi kumkwepa. Wao ndio maana ana hicho kiburi. Yaani kwamba yeye ndio anayefuatwa. Nyinyi ndio yani wao vyombo vya habari ndio vinavyohitaji taarifa za Trump. Kwa automatically huwezi kuviletea kiburi vyombo vya habari tu automatic. Alipoulizwa kuhusu ukosoaji kwamba vita vya Iran ni moja ya mkakati wa kampeni zake na ahadi zake, Trump alijibu kuwa Marekani ina jeshi lenye nguvu zaidi duniani na wakati mwingine nguvu hiyo lazima itumike kulinda usalama wa taifa. Pia alionya kuwa kushindwa kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia kungekuwa tishio kubwa kwa Marekani na washirika wake. Hasa ni muda sasa Marekani wanaweza kuja kujifunza demokrasia Afrika. Sababu huko marais hawakimbii interview. Ila atakujibu shortcut.